Tunaenda kwa haraka. Sasa lazima nikupe pointi zote tatu. Warumi 12:11, Warumi 12:1. Kwa hiyo ndugu zangu, na wasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, inayompendeza Mungu. Hii ndio ibada yenu yenye maana. Kwa hiyo mwili wangu mimi ndio nautoa. Can you imagine tu what Mungu anasema, na kusihi ndugu mtu aliye na kusihi toa mwili wako. Maana Mungu atanisihi. Mimi ndio nitawaambia mwili wangu, wewe utafunga siku 60. Mimi ndio nitawaambia mwili wangu. Kwa sababu najua wewe mwili wangu nisipokufungisha wewe, utanipeleka kwenye mapenzi yako. Kama ngome imekushinda, waachie wenyewe. Huku ni mahali pa kuvumilia, huku ni mahali pa kupendana, huku ni mahali pa kumchukia adui yako. Anakutukana mpaka miguu inatetemeka, unasema na katika hili nitampenda. Huku ni mahali pa kusamehe watu. Huku sio kwa kila mtu. Kama unatembea kimwili huku upawezi, adui yako akikuomba mpe. Wewe hata mume wako umemshindwa, una chuki na ukimwangalia unafikiri umeona Idi Amin. Alafu mwili mmoja. Wewe waenda wapi wewe? Njia ile nyembamba iendayo uzimani. Ukipigwa ukirushwa ng'ang'ania njia hiyo. Hata kama mume wako abadiliki, mwambie sasa, kama badiliki tutabeba huu mzigo mpaka mwisho. Hii ngoma nitatoboza nayo. Wanasema mzigo mzito mpe msukuma. Wewe ni zaidi ya msukuma. Wewe simba wa Yuda unatoka mbinguni. Ulikosea kuolewa, sawa. Shetani nilikosea, lakini ngoma hii sasa na imeshaivulia mguu, lazima nitaioga. Wewe na bangi zako nitakubeba wewe. Lakini sasa kama wote mna bangi, nani atabeba nani? Haleluya! Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Na watu wanapenda talaka, wamejaa ubinafsi. Wewe baba yako na mama yako walikulea mpaka wakafa. Hao watoto wako wanataka walelewe na mwanaume mwingine. Stupid. Leo watoto wako waone kuna baba, kuna mama. Nikiwachapa watoto wangu wana pa kushtaki. Na hawezi kusema siwapendi, maana this is the father. Bwana asifiwe. Mke wangu mshamba. Haya, kumbe wewe msomo, mtu wa mjini, mfundishe mambo ya mjini unayoyataka. Ama mgusa jirani yako, mwambie usiavulie maji nguo kama unataka kuoga. Hata Paulo alibaki hivyo, na wewe baki tu. Kama naongea na watu hapa, sema amina. Kama uko kwenye hii nyumba, sema amina. Toa mwili wako. Nini maana ya kutoa mwili? Maanake unakataa kutii mapenzi ya nini? Ya mwili. Yaani kutoa mwili. Mwili unakuambia sasa hivi lala. Wewe unamwambia naenda kanisani. Ukitaka baki, mimi naenda. Maana unajua wewe sio mwili, si ndio? Mwili ni nyumba tu ya kukaa hapa duniani. Hivi unajua kila kitu chako kitaenda kuhukumiwa mbinguni, lakini sio mwili. Mwili utavua. Umeelewa? Nilisema seriously. Unajua jamani, mtu asiye na hela rahisi kufunga. Mama una hela, una chakula kwenye friji, una kitimoto. Alafu nafika nyumbani ukuta imekaangwa kitimoto. Unasema niliamua kufunga ni mimi. Na namo kufunga. Mzee hapo sio wewe. Unatoa mwili wako kwa dhabihu, unasulubisha. Wewe pita pale, sema kitimoto chako kinanukia vizuri, lakini Mungu awabariki. Hata katika hili wewe mwili wangu tulia.
kufundisha ukweli hapa. Unanisoma, si ndio? Mwili, ukipenda mwili. Nilisema asubuhi, juzi hapa kulikuwa kuna Pasaka. Au wakati wa nani? Unaona watoto wanakimbiza. Umeshajua watu wengi wanatumiana sana wakati wa Christmas na Pasaka. Why are they use money? Kwani kuna mahali imeandikwa Pasaka Christmas lazima ununue nguo mpya? Mwili, na nini? Juzi na mtoto wetu pale nyumbani, kwa jirani hapo pakawa na birthday. Watoto tu wametoka shule, mama anasema tukate keki na nini. Ametusumbua, lazima avae nguo fulani. Tunamwambia sasa, wewe hapo tu unaenda dakika moja unarudi tunafanya homework. Ametusumbua, yani mpaka tukasarenda. Nini? Mwili. Jifunze kuwafundisha watoto wako kumpenda Mungu kuliko kupenda mambo ya mwilini. Ukipenda mambo ya mwilini, you can never please God. Never. Because flesh and spirit, they are always against. Mwili na roho vinagombana siku zote, havijawahi kuwa marafiki. Jifunze kusurudisha mwili wako ili mambo ya roho. Andika kama unaandika. Mwili wako ukistawi, roho yako inasimama. Ili roho yako istawi, lazima umkamate mwili. Lazima, wamama sema lazima umwambie mwili wako mwaka usikuvalishi nguo mpya hata kama kuna send off ya shoga yako. Unayaweza hayo? Hello? Alright. Angalia Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza. Sasa Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza, mimi naipenda sana kwenye tafsiri ya neno kwa sababu mimi ndo nilitafsiri ile andiko. Mimi nilikuwa kwenye timu ya kutafsiri kutoka kwenye NIV kwenda kwenye Kiswahili, tukatoa hii neno kule kwetu Arusha. Na hili andiko mimi ndio nilitafsiri. Sasa ilikuwa tofauti kabisa kwenye tafsiri ya kwanza ya Kiswahili. Anasema, kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walioko ndani ya Kristo Yesu. Tafsiri ya Union imeishia hapo, si ndio? Tafsiri ya neno nasema, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata roho. Uwezo ukasema mimi niko ndani ya Kristo Yesu and you follow the desires of the flesh. Alafu sema huko under condemnation. Kwanza kuishi tu kwenye mwili ni hukumu tayari. Kuishi tu kwenye mwili ni dhambi tayari. Kwa sababu kwa mwili hakuna atakayempendeza Mungu. Is it not written? Nikamwambia wale wazee tulikuwa nao, wametafsiri tangu mimi sijazaliwa. Nikamwambia iko sawa. Let us go to other translations. Lazima iwe hakuna hukumu tena kwa wale walioko ndani ya Kristo Yesu, wanaoenenda their life, mifumo yao ya kutembea na kutenda yako under the leading of the Holy Spirit, yanaongozwa na Roho. Hao ndio hawana hukumu. Okay, nikuulize swali ambao wengi hamtanijibu na mistake kujibu. Lakini kila mtu ameshawahi kufanya dhambi. Ulipofanya dhambi, moja ya kitu kilitokea kwanza nini? Haikuwa hukumu ndani yako. Hiyo dhambi ni nini? Sio mwili ulikupushi. Roho Mtakatifu atakupushi kwenye dhambi. Mwambie jina lako, sitaki kukuuliza, lakini kama uliwahi kuzini unajua. Hello? So lazima kama unataka kuishi maisha matakatifu, lazima upende Mungu. Na huwezi kupenda Mungu na ukapenda Mungu. Sasa nikisema mwili haimaanishi usivae vizuri, usile vizuri. Na maanisha utashi wa kimwili usikudrive. Fleshly isiwe kipaumbele chako. Kipaumbele chako kiwe Mungu. Hata wakati wa kutoa. Hivi unajua kuna mtu anaweza kabisa samani. Anaweza kabisa akapanga hii ni zaka yangu au hii ni sadaka yangu tatoa Jumapili. Lakini baadaye akasema sijala kitimoto siku nyingi. Yaani umepita dukani ukaona kitimoto, ukanunua kitimoto na ile ukasema sadaka ni yangu nampa Bwana na tumbo ni langu na Mungu ni Bwana. Ngoja nikwambie kitu kuhusu sadaka. Sadaka hiyo sadaka wakati unaiweka kanisani au unampelekea Mungu. Sadaka inakuwa sadaka wakati unafanya maamuzi. Yaani nikisema tu ila kimoja nitampa mzee mzao. Hata kama alipo tano kuanzia saa zile ile 100,000 sio ya kwangu tena, nilishapokelewa kwa Mungu. Na nikiitumia Roho Mtakatifu ataniuliza
Ngoja ishara ataniuliza, utasikia hukumu ndani. Lakini mara nyingi sasa tunajazia tu kila kitu, watujali na nini. Alright. Okay, ngoja nikupe maandiko machache kabla sijaenda point ya mwisho.